Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Ijumaa, juma la 6 kipindi cha Pasaka, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 18 aya ya 9 hadi ya 18. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Yohane, sura ya 16 aya 20 hadi ya 23. Karibu tusikilize Injili. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Amini, amini nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahia. Ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Mwanamke azaapo yuna huzuni kwa kuwa saa yake imefika, lakini akiisha kuzaa mwana haikumbuki tena ile dhiki, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena, na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini, amini nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu." Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa katika Kristo, karibuni tutafakari kwa pamoja sehemu hii ya neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Mwinjili Yohane, sura ya 16 aya 20 hadi ya 23, kama tulivyokwisha kusikia hivi punde. Na tutaongozwa na ujumbe usemao, huzuni itageuka kuwa furaha. Wapendwa, neno huzuni ni ile hali ya kuwa na maumivu ya moyo au hisia za kusikitisha kutokana na jambo fulani baya na la kuumiza au la kukatisha tamaa. Na furaha ni ile hali ya moyo kuwa na shangwe, amani na kujisikia vizuri kutokana na jambo fulani zuri lenye kuridhisha. Tukiwa tunaendelea kutafakari pamoja somo letu hili linatupeleka moja kwa moja katika hadithi fupi ya mbegu na giza. Hapo zamani, mbegu ndogo ilijikuta imezikwa chini ya udongo mzito na wenye baridi. Ilijihisi imeachwa, imefungwa, na ilihisi kana kwamba ulimwengu wake umekwisha. Katika hali ya kukata tamaa, ilijiuliza, kwa nini kuna giza hivi? Ililia kwa uchungu sana, na mara ganda lake likaanza kupasuka. Ilifikiri kupasuka huko ni kifo chenyewe, lakini kumbe ilikuwa ni kuanza kwa maisha. Kupitia mpasuko ule uliokuwa na maumivu, mizizi ilianza kushuka chini kutafuta maji, na chipukizi dogo lilianza kusukuma udongo kuelekea juu. Baada ya muda wa mapambano makali dhidi ya uzito wa ardhi, chipukizi lile lilichomoza na kuiona nuru ya jua. Ile mbegu haikuwa tena ganda lililovunjika gizani. Ilikuwa sasa ni mti mchanga wenye nguvu, ukizaa maua yanayotoa harufu nzuri ivutiayo kwa kila mpita njia. Giza la udongo halikuwa kaburi lake, bali lilikuwa shule ya ukuaji wake. Wapendwa, taswira hii ya mbegu kama ilivyo taswira ya uzazi inatukumbusha kuwa mateso yakiwa mikononi mwa Mungu yanakuwa udongo ambapo neema huchipuka. Si maumivu ya kupita tu, bali ni kizingiti ambacho kupitia hicho Mungu anatufikisha kwenye jambo kuu zaidi. Hivyo basi, katika moja ya mifano yake Yesu analinganisha huzuni inayowakabili wanafunzi wake na mwanamke aliye katika uchungu wa uzazi. Uchungu wa uzazi ni mgumu, una maumivu makali na umejaa mapambano, lakini pia una kusudi. Kuna tumaini kuu na takatifu linalotegemeza maumivu hayo. Yaani maisha mapya yanakaribia kuzaliwa. Haya si mateso yasiyo na maana.
Yesu hapunguzi uzito wa huzuni hiyo, bali anaifafanua upya kama juhudi inayoelekea kwenye furaha. Kristo pia anazungumza juu ya furaha isiyotikisika, ile ambayo ulimwengu hauwezi kuiondoa, yaani kuona uso wa Mungu. Ahadi iko wazi kwamba mateso yetu, huzuni yetu na maswali yetu yote siku moja yataisha tutakapokutana naye mbinguni. Mungu anafanya kazi katika kungoja kwetu kama vile anavyofanya kazi katika kufurahi kwetu. Ndugu yangu, ni dhiki gani unayobeba leo inayohisiwa kutokuvumilika? Kumbuka ile mbegu. Kupasuka kwake kunaweza kuwa ni mwanzo wa kuchipuka kwako mbinguni siku utakapoiacha dunia hii. Tujifunze kukabidhi mateso yetu kwake, hata kama ni kidogo kidogo. Wakati furaha inapoonekana kuwa mbali, tuamini kwamba tayari iko njiani. Kwa maana hata Mtakatifu Gaspari de Bufalo, mwanzilishi wa shirika letu, katika barua yake namba 1796 anasema, salini basi, kwani kazi za Mungu ni matunda ya maumivu na mateso. Hivyo anatukumbusha mimi na wewe kuwa furaha yetu na matamanio yetu ya kuungana na Mungu siku moja mbinguni, maumivu na mateso hayatakosekana. Yatupasa kutambua jambo hilo katika maisha yetu ya hapa duniani. Hivyo tuendelee kusali na kuomba nguvu na msaada wa Roho Mtakatifu ili tuwe na moyo wa subira, na mwisho wa maisha yetu hapa duniani tuweze kuungana na Mungu katika ile furaha ya milele mbinguni. Wapendwa, tusali kwa pamoja sala hii fupi, tukiendelea kumwomba Mungu ili katika magumu yote tunayopitia yeye aweze kuwa msaada wetu. Bwana Yesu, mshindi wa mauti, unajua huzuni yetu na hupuuzi maumivu yetu. Tunapohisi tumezikwa na giza la majaribu, tukumbushe kuwa sisi ni mbegu mikononi mwako. Tupe neema ya kutokuogopa ganda la maisha yetu linapopasuka kwa maumivu, tukiamini kuwa huo ni mwisho, tukiamini kuwa huo sio mwisho, bali ni mwanzo wa kuchipuka kwa namna mpya. Tunawaombea wote wanaopitia katika tanuru la mateso hivi sasa, wapate nguvu ya kuvumilia, wakijua kuwa giza la udongo ni kizingiti cha uzima. Kadhalika, tunawakumbuka kwa upendo wale wote waliofariki wakiwa na tumaini kwako, kama vile mbegu iliyopandwa ardhini. Wajalie wachipuke katika bustani ya mbinguni na kushiriki ushindi wako wa utukufu, ambapo hakuna tena uchungu wala vilio. Tusaidie sisi tuliobaki kutulia kwa amani, tukiwa tumezikwa katika tumaini, tukijua kuwa nuru ya asubuhi yako itachomoza na kutuunganisha sote katika utukufu usio na mwisho. Yesu, na kutumainia wewe. Amina. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Frank Kasongi Benedikto wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari de Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Mwanakondoo imara, apeperusha bendera nyeupe na safi ya sheria, ushindi wa kimungu. Nasi tunajivunia imani twasakafia,